ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. Ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapige kelele juu yake, kwa maana uovu wake umepanda mbele zangu. Haya ni maneno ambayo nabii Yona Mungu alimsemesha. Wakati huo kipindi cha mfalme Yeroboamu wa pili, nchi ile ilikuwa imestawi, nchi iliyokuwa inaonekana na maendeleo mengi. Na katika maendeleo yale na kustawi, roho ya kiburi ikaingia kwa watu wale, kwa nchi yao. Siku zote maendeleo na kuongezeka kunasababisha kiburi. Ndio maana kitokea mtu amepata neema ya kusoma kidogo, anapopata ufahamu fulani, anapoendelea kidogo, anaanza kuinua kiburi. Kwa maendeleo siku zote anaanza kuamsha kiburi. Nyongeza yoyote inaleta madhara. Walipokuwa wameanza kufanikiwa, maendeleo yakawepo, wakajikuta wana kiburi. Wakati huo Yona alitoa unabii juu ya ushindi wa Yeroboamu. Ndipo ikatokea ya kwamba taifa lilokuwa jirani yao, taifa ambalo lilikuwa ni adui yao, ilikuwa ni Ashuru. Ashuru mji wake mkubwa ulikuwa ni Ninawi. Wakati huo uovu umeendelea pia Ninawi, ni watu wapagani. Lakini kuna kipindi ambacho kukatokea watu wengine kaskazini, wakataka kuamsha vita na Ninawi. Wakati huo hawa walioko upande huu sasa wanasikia raha kwamba wale wanataka ugongani. Kuna watu wengine wanafurahia migongano ulionayo, wanafurahia vitu unavyokutana navyo nyumbani kwako, wanafurahia mapambano unayokutana nao kwenye afya yako, wanafurahia shida inayokukuta kwenye taifa lako. Yako mataifa ambayo yanashangilia na kufurahi. Lakini Mungu aliyemuumba Mwashuru ndipo akaona jambo lile. Yona ambaye alikuwa pia akili yake ilijaa kile kiburi pia cha kitaifa, pamoja na mtumishi wa Mungu, roho ya kiburi iliingia ndani yake. Alikuwa na roho ya kitaifa. Mungu sio Mungu wa taifa moja, Mungu ni Mungu wa watu wote. Haijalishi kwamba Ashuru walikuwa waovu, bado Mungu alikusudia kumtuma Yona, akawaambia Ashuru watubu. Ndipo akatuma kuingia kwenye ule mji mkubwa unaoitwa Ninawi. Bwana asifiwe. Yona aliposikia hivyo hakupenda, alikasirika. Akaamua kujikata kutafuta merikebu kwenda nchi nyingine, sio kule alikotuma. Anaenda mbali na agizo la Mungu. Akaamua kutoka mahali alipo mbali na uwepo wa Mungu. Akadhania anaweza kukimbia uwepo wa Mungu. Akaingia kwenye merikebu inaenda Tarshish, kwa visiwa vya Hispania. Wakati akielekea kule, mabaharia wakampokea kama msafiri. Akiwa ndani ya chombo, mabadiliko ya hali ya hewa yakaanza. Kumbe Yona ameharibu hali ya hewa. Mabaharia wakadhani labda ni kawaida ya bahari, ngoja tuendelee mbele. Wanapoendelea kuendelea mbele, upepo unaendelea kuvuma. Wakasema upepo si wa kawaida. Wakaanza kujitia miungu ya kwao, miungu ya kipagani. Inawezekana ilihitaji damu, kwa hiyo inawezekana walianza kumwaga damu baharini. Hakuna majibu. Ndipo wakihangaika na kumwaga shehena wapunguze, wanatafuta jinsi ya kugeuza hata merikebu. Kumbe Mungu anamtafuta mmoja aliyemtuma, aliyekataa kutumwa, amejificha ndani ile merikebu. Mabaharia wakatazamana, jamani, kwani nani mwenzetu ambaye amefanya makosa? Maana inawezekana lazima kuna mmoja anatafutwa ndani ya hii meli. Maana upepo naona unavuma kutuelekea sisi tu. Shida iko wapi? Wakaanza kutafutana. Mmoja akashuka kwenye chumba cha chini, akamkuta mwanamume mmoja wa Kiebrania amejinyosha, anauchapa tena anakoroma. Bwana wenzako wanatafuta jinsi ya kujinusuru, kifo kinawakaribia. Wewe unalalaje wakati kuna shida? Unalalaje katikati ya disaster namna hii? Unaweza kuchapa usingizi kweli? Una akili sawa sawa? Unajua kuna watu hawatofautishi nyakati. Wanaona kama siku zote ni Jumapili. Kuna watu wanashindwa kutofautisha. Wanaona siku zote sawa.
Na ndio maana hata kipindi tulichonacho sasa, kuna watu bado wanauchapa usingizi wa kidini, usingizi wa kikabila, usingizi tu, kiburi cha kitaifa au kiburi cha kidhehebu, na wameshindwa kuja kwenye agizo la Mungu. Na hii inasababisha mawimbi yanaendelea kupiga chombo. Mabaharia wale tulivyokufananisha na viongozi wa nchi, wale ni mabaharia tu. Viongozi wa dini ni mabaharia tu, hawana cha kufanya, maana mawimbi yameruhusiwa, maana ndani ya chombo kuna mtu ameshindwa kutia agizo. Mungu anamtafuta mtu. Mimi si mtu huyo kama ni wewe. Unajua wazi wewe ni chombo cha Mungu, lakini jinsi unavyokwenda huendi kama Mungu anavyoagiza. Una jina la kuwa Mkristo, unaonekana kila wakati ndani ya ibada, hata kuimba unaimba, lakini mambo unayofanya ni kinyume kabisa. Wako watu wameimba, lakini watu wanatambua binti, hata binti wako haupo sasa hivi, umeshashusha injili zaidi ya mara 2 na unaonekana kwa nje ni binti, lakini umeendelea kuwa wewe, umeendelea kutoa mimba wewe, uovu umepanda hata Mungu alipo. Angalia, hata kama ungeolewa, chombo hicho kitaendelea kupigwa na mawimbi. Ndoa yako iko kwenye shida, hata ukipata kazi iko kwenye msukosuko, mabosi wanaangaliana. Hao ni mabaharia tu, hawajui chanzo cha upepo, wanatafuta nani aliye chanzo. Mwisho mnatafutana nani mchawi. Walipomkuta na koroma namna hiyo, hiona baharia ikabidi wamuulize, bwana wewe ni mtu wapi? Ni dini gani? Ni kabila gani? Mungu wako ni Mungu yupi? Maana walikuwa wanajua kuna miungu. Jamaa alipokuwa anajieleza, akajieleza vizuri. Mimi Mungu wangu ndiye Mungu aliumba bahari na upepo na kila kitu. Huyu ndiye Mungu namtumikia. Imekuwaje leo anatugeuka? Unajua alijituma mimi. Sasa nikaona kwa kweli Mungu ana huruma. Ananituma kafanye kazi ngumu ya kuambia watu watubu. Halafu wakitubu si atawaacha. Na wakati wale watu ni target kwetu, wanavyoendelea kuongezeka, ndivyo wanavyoendelea kutumiza sisi. Hakizui. Mungu bado anaweza kusika hata na adui yako, akambariki adui yako. Wale wacha kuendelea kuhukumu wewe. Hukumu kubwa ina Mungu. Unachotakiwa fanya Mungu anachosema. Bwana asifiwe. Kanisa limeacha kufanya Mungu anachoagiza. Wametembea katika namna fulani ya taratibu zao za kidini. Kila mmoja amejivunia dhehebu lake, amejivunia dini yake. Tumeshindwa kufanya cha Mungu, tumefanya biashara zetu, uharibifu unaingia. Upepo umetumwa na upepo unatikisa sasa. Tembea katika kila dhehebu, kuna upepo unatikisa, kuna mifarakano inatikisa. Tembea katika kila dini, kuna mifarakano, kuna pepo zinatikisa. Leo zimeingia pepo za namna nyingi. Kama nilivyokuambia jana, ziko pepo za kisiasa, ziko pepo za kidini, ziko pepo za kijeshi na pepo za kiuchumi. Inawezekana upepo wa kiuchumi umetikisa maisha yako kiasi kwamba kila biashara unayofanya mtaji unakwisha. Mtu aliyelaaniwa, hata ukipewa mtaji mkubwa hakuna kitakachokaa, maana laana inatafuna hata baraka. Na laana kubwa ni kutokusikia kutii agizo la Mungu. Yona alipojeleza wakatambua huyu ndiye sababu, huyu ndiye chanzo cha shida. Mabaharia wale wakasema kwa tujitahidi tu tugeuze chombo turudi kule pwani. Jamaa akashukia kule. Mabaharia walikuwa na huruma, wapagani kabisa. Cha ajabu walikuwa na hurumia Yona, ambaye Yona hakuwahurumia. Sikiliza nikwambie, unatafuta huruma za upagani, lakini wewe umeshindwa kuwahurumia. Na kwa sababu Mungu ameruhusu kuna uangamizi, watakutosa tu kwenye bahari. Kutoswa lazima utoswe. Nani? Ni neno la Bwana. Najua mmezoea unabii mzuri tu wa kubarikiwa, lakini nataka nikwambie, Mungu anaweza kuruhusu matatizo ukakutana nayo, na akamruhusu shetani akashughulika kweli kweli, lakini anakutafuta wewe. Unaweza ukatambua, maana wewe ndiye chombo cha Mungu. Kanisa ndio sauti ya kinabii ya Mungu kwa ajili ya watu. Nabii Yona alijisahau, alidhania yeye ni mnenaji wa taifa lake. Kumbuka maana ya nabii, sio mnenaji wa taifa wala sio mnenaji wa kanisa. Mnenaji wa kanisa sio nabii. Nabii ni
mnenaji wa Mungu ni kinywa cha Mungu. Hata kama kanisa alilopo kuna shida, hasimame kama kanisa, anasimama kama kinywa cha Mungu. Anakalimani tu yale Mungu anayoyasema. Kazi ya nabii ni kutoa ujumbe Mungu anaotoa wa mapenzi yake kwa watu, bila kuangalia dini ya mtu, bila kuangalia dhehebu la mtu, bila kuangalia anatoka mahali gani. Leo hii kitokea Mungu akainua mtu ndani ya dhehebu lako, mnajisikia kama mtu wa kwenu. Hiyo ni roho ya kiburi cha kikabila, kiburi cha kidhehebu, kiburi cha kidini. Mungu hatavumilia. Mungu amejua wazi yeye Mungu dini yake ni ipi. Mniambie. Mungu ni mtakatifu. Na ndio maana kila wakati anatoa neno lake kwa kila mmoja, bila kujali ni mtu wa namna gani. Yeyote anayelipokea kitubu, Mungu anamkubali. Maana Mungu haangalii dini ya mtu, Mungu anaangalia moyo wa mtu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mabaharia wakamhurumia Yona, wanataka kumrudishe pwani. Lakini ndani ya Yona hakuwa na huruma hata kidogo. Alitamani kuona wale jamaa wanaangamizwa, wanapigwa. Kama ni taifa linalotaka kupiga, wadundwe kweli kweli mpaka waishie. Maana kuweko kwao kuna watia hofu wa Israeli. Kwa Israeli akawa anajipenda. Hata wale wa Ashuru amewaumba yeye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio kabla jamani, msihangaike. Kama mimi ndio tatizo na mmetambua, siwezi kujitosa mwenyewe. Unanisikia? Najua kuna imani ambazo ziko tayari kujitoa muhanga, lakini Yona akasema hapana, siwezi kujitoa muhanga isipokuwa ninyi mnitose baharini. Watu wengi wanaogopa kusema ukweli, wakati Biblia imeagiza tuseme ukweli katika upendo. Tuseme ukweli kwa kiburi. Kama ni ujumbe wa Mungu tuutoe ulivyo. Haijalishi ni mbele ya mbunge, ni mbele ya rais, ni mbele ya askofu. Mungu hana aliye bosi, yeye yuko juu ya kila kitu. Neno lake linatakiwa liende lilivyo. Sikiliza, wewe ukajivunia cheo chako, nafasi yako, lakini hayo ni machukizo kwa Mungu. Na kwa maana Mungu anadai toba kwa kila mmoja. Jamaa akatoswa. Alipotoswa kama ambavyo wewe umetoswa, inawezekana hata serikali yako ikakutosa, inawezekana hata dini yako ikakutosa, inawezekana hata mume wako akakutosa, inawezekana na mke wako akakutosa. Unatafuta msaada pande zote huoni. Unadhania wale uliokuwa pamoja nao sasa wanaanza kwa upande wako. Hata waliokuwa pamoja nao inawezekana wakakutosa, wamekusaliti. Wengine wamesalitiwa kazini na watu waliowapenda, wengine wamesalitiwa na wake zao, wengine wamesalitiwa na waume zao. Yeyote anaweza kukutosa, ni mwanadamu tu. Lakini anaweza kufanyika hivyo kwa maelekezo ya Mungu. Chochote hakiwezi kukupata bila ruksa ya Jehova. Bwana asifiwe. Mungu asifiwe. Yona alipotoswa ndani ya maji, Biblia inaniambia ya kwamba akapokelewa na wimbi la kwanza likamtosa. Amedakwa kwenye kinywa cha nyangumi, kinywa cha samaki mkubwa. Mungu aliandaa samaki. Akiwa ndani ya samaki bana, huku nje alikataa kumlilia Mungu kwa ajili ya wengine, kwenda kuwaonya watubu. Sasa yuko mwenyewe ndani ya tumbo la samaki, mahali ambapo amepata faragha ya kipekee. Akiwa na afya zake, hata kwenda faragha ni ngumu. Kuna watu wakiwa na afya zao, hata kusema leo niamue kufunga na kuomba kwa ajili ya taifa hili ni vigumu, mpaka mambo mazito ya kukute. Lakini magumu yanapokukuta, umefiwa na mtoto wako wa kwanza, anakuja na wa pili, mwisho unaona na watatu naye anakufa, ndio unaanza kustuka kwamba hii sio kawaida. Utakataa chakula chako mwenyewe. Nakwambia hata kungepikwa biriani, utakuwa na furaha na biriani tena. Umewekwa kwenye chumba cha kipekee, chumba cha faraka, kwenye namna ya utungu huo, uko kwenye tumbo la samaki, lakini bado Mungu hajakukataa ndani ya tumbo la samaki. Mungu anasema na wewe, geuza mwelekeo wako kwanza kabla wengine hawajageuka. Wewe lazima ugeuke kwanza. Huwezi kuambia wengine wageuke wakati mwenyewe unatembea na mtindo huo huo. Kiburi hicho hicho, roho hiyo, nataka nikueleze haiwezekani. Kipofu hawezi kumuongoza kipofu mwenzake. Lazima ukubali kupewa nuru na Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.